tunaposema kusimama, tunataka kusema nini? Unapookoka, zumuni la Yesu kuja ulimwenguni kukuokoa, mtoto wa Mungu, ni kwamba anakupatia wewe mamlaka, anakupatia uweza wa kuamua mtindo wa maisha katika eneo unaloishi, katika familia uliopo, katika ukoo uliopo. Lakini ili ufikie hiyo hadhi, unatakiwa usimame. Narudia, unatakiwa kusimama. Hautakiwi kuwa legelege. Haleluya. Hautakiwi kuwa legelege, mtoto wa Mungu. Ukiwa legelege, wako ambao wamewekeza nguvu nyingi katika ulimwengu wa kiroho, kwa ibada za kimashetani, kwa ibada za kipepo, kwa ibada za majini. Wanakwenda huku na huku na wanatumia jina la kijiji, wanatumia jina la ukoo, wanatumia jina la shule, wanatumia jina la chuo uliopo, wanatumia ardhi ambayo wewe unaishi. Maisha ya kuweka bondi hayajaanzia katika ulimwengu wa mwilini. Bondi imeanzia kuwekwa katika misingi ya kiroho. Mtu wa Mungu, dunia imekwisha wekwa bondi muda mrefu sana, na Yesu anajua dunia imewekwa bondi. Yaani kama una familia, ukisikia baba yako ameweka bondi nyumba, jipange. Na sikudanganyi, watu wenye biashara za kutaka wewe uweke kitu kwao ili ukope, huwa wananuiza usiweze kulipa ili wachukue. Ninaposema kusimama ili kulisimamisha kusudi la Bwana kwenye maisha yako, wako watu ambao wamesimama kuyasimamisha makusudi ya kuzimu. Wako watu ambao wamesimama kusimamisha kusudi la umaskini. Sasa kazi yako, mtoto wa Mungu, ni kulisimamisha kusudi la Mungu. Lakini hautaweza kusimama na kulisimamisha kusudi la Mungu kama hujaamua kusimama kweli kweli.